بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين. kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiki zake ametuwafikisha kuwa sisi ni miongoni mwa walioidiriki Ramadhani ya mwaka huu, tukaiweza kuifunga na kufanya mengine yanayotakiwa na sharia ya dini yetu kama tulivyofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kufika hapa si jambo dogo, ni jambo kubwa, linahitaji kushukuriwa, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna wengi tulikuwa nao katika Ramadhani zilizopita bali iliyopita, lakini hawakuweza kuidiriki Ramadhani hii, na wako walioidiriki lakini wakiwa kwenye hali wasioweza kutekeleza yale tunayotekeleza sisi kwa sababu ya maradhi au kwa sababu nyinginezo. Waliokufa Allah warehemu na wasamehe makosa yao, waliokuwa wagonjwa Allah awape shifa ya haraka, na waliokuwa katika kurbati mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala awafariji, awaondoshe uzito walionao, na sisi atuwezeshe kuifunga Ramadhani hii na kuyatekeleza yale yanayotakiwa kutekelezwa ndani ya mwezi huu na kuyaacha yanayotakiwa kuachwa, na tuthibitishe hivyo mpaka mwisho wake, tukiwa sisi ni wenye kukubaliwa amali zetu na matendo yetu. Miongoni mwa ibada kubwa ni watu kukusanyika katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kama hivi kwa ajili ya kusomeshana ilmu, na ilmu bora zaidi ni ilmu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kila ilmu yenye kupelekea huko, na kila ilmu yenye kusaidia mambo hayo. Kutokana na upekee wa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, tumekuwa na utaratibu wa kusomeshana na kukumbushana tafsiri za Qur'ani al-Karim. Kama mtakumbuka huko nyuma tuliwahi kuisoma surati Yusuf, lakini ilikuwa tutasoma bila mpangilio, mara tutasoma sura hii, mara tutasoma sura hii, wakati na hali zikitokea mara nyingine tutasoma hiki,
tushakusoma baadhi ya sura, mfano kama suratul Ahzab peke yake, bali miaka ya karibuni tumesoma suratul Talaq peke yake, pia tumesoma suratul Yusuf peke yake, yani bila kufuata mtiririko ulio katika mushaf. Na hii ni kutokana na baadhi ya dhurufu na hali, labda zimebaki siku chache katika Ramadhani, hatuwezi kusoma sura ndefu tukaikamilisha, basi tuamua kusoma sura fupi. Na hasa tulipokuwa na utaratibu wa safari za umra katika mwezi wa Ramadhani, ilikuwa hatupate umakinifu wa kusoma sura ndefu, mpaka tulipobadilisha utaratibu tukaanza mwanzo, kutoka mwanzo wa msahafu mpaka Ramadhani iliyopita tukawa tumesoma sura mbili, suratu Yunus na suratu Hud, zilitanguliwa na sura nyingine huko nyuma kwa mpangilio. Sasa imefika wakati wa kusoma suratu Yusuf, lakini tuirudia sasa kwa sababu tulisoma. Kurudia huku ni kwa sababu ya kule kufuata ule mpangilio. Tukitoka Yusuf tunakuja Ra'd, tutakwenda Ibrahim, tutakwenda Hijr, tutakwenda Nahl, Al-Isra na kuendelea. Lakini pengine biidhnillahi al-karim kwenye Ramadhani hii tukapata kama sura 3 hivi, kwa sababu suratul Ra'd si ndefu, hata Ibrahim si ndefu sana. Kwa hiyo biidhnillahi al-karim tutasoma suratu Yusuf leo hii insha Allah, baada ya kutoa utangulizi. Suratu Yusuf ni katika sura zilizoshuka Makka, na hili ni kwa ijma'i wanawazuoni, maafikiano wanawazuoni wote, wanawazuoni wa Kiislamu na wataalamu wa mambo ya tafsiri ya Qur'an wanaeleza ya kwamba sura hii, suratu Yusuf, ni katika sura zilizoshuka Makka. Na siku zote tueleza kuwa kuna sura zinazoitwa Makkiya, kwamba sura hii ni Makkiyatun, yani ni sura yenye kunasibishwa na Makka. Na pia kuna sura zinazoitwa Madaniyatun, sura za Kimadina. Kauli iliyo na nguvu tofauti ya kutofautisha baina ya sura ya Makka na sura ya Madina ni kwamba sura yoyote iliyoteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhamia Madina, sura yoyote iliyoshuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya yeye kuhamia Madina, hiyo itahesabika ni ya Makka. Na sura yoyote iliyoshuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, hiyo ni sura ya Madina. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni sura ya Makka, lakini iliteremka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Taif au yuko sehemu nyingine, yuko safarini. Lakini kwa kuwa kipindi chake ni kabla ya kuhamia Madina, basi itakuwa hiyo ni Makkiya. Na hivyo hivyo sura za Madina, inawezekana sura hiyo ikishuka wakati iko Makka au yuko Tabuk au yuko sehemu nyingine, lakini maadamu ni baada ya hijra, baada ya kuhamia Madina, sura hiyo itaitwa Madaniya. Kwa ufupi tunasema kwamba suratu Yusuf iliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhamia Madina. Kwa hiyo itakuwa ni sura ya Makka. Yote ni sura ya Makka kwa ijma'i wanawazuoni wote. Ama zile aya 3 za mwanzo pana khilafu, lakini khilafu yenyewe ni dhaifu wala haizingatiwi kama anavyoeleza hivi Suyuti na wengineo katika wanawazuoni. Katika al-Manar yameeleza Muhammad Rashid Ridha na ni khilafu dhaifu, haizingatiwi. Kwa ufupi ni sura ya Makka. Sura hii inaitwa suratu Yusuf, ndio jina lake, na imeitwa kwa jina hili kwa sababu ndani yake pameelezwa habari na kisa kizuri cha Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf mwana wa Yaqub
Yaqub mwana wa Ishaq, Ishaq mwana wa Ibrahim. Habari zake zimeelezwa katika sura hii. Nabii huyu, mtoto wa nabii, mjukuu wa nabii, kitukuu cha nabii, habari zake zimeelezwa katika sura hii tu. Kwenye sura nyingine kama katika Al-An'am, nakumbuka ni aya 84, limetajwa jina lake tu. Katika sura Ghafir, kama sijasahau, ni aya 34, limetajwa jina lake tu, lakini habari zake hazikutajwa mahali pengine popote ndani ya msahafu, ndani ya Qur'an, ila katika sura hii tu, tena kwa ufafanuzi, na habari zake na kisa chake kimeelezwa kwa ufafanuzi zaidi kuliko habari za nabii yoyote. Kwa sura hii ikaipewa jina la surati Yusuf. Na hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba wakiita tena mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu amesema, nilimwambia ya Rasulullah, aqrini surata Hud wa surata Yusuf, nisomeshe mimi suratu Hud na suratu Yusuf. الحديث صحيح أخرجه النسائي، نعم يسجل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه anaeleza alipokuwa huko Himsa, asema baadhi ya watu waliniambia mimi, iqra alaina, tusomee. Asema faqara'tu alaihim surata Yusuf, nikawasomea suratu Yusuf. Kama sahaba pia wanaita suratu Yusuf. Bali Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala akielezea kisa cha kuuawa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anasema alikuwa Umar idha marra baina as-saffaini qala istawu, alikuwa akipita kati ya safu mbili, ni imamu yeye, anawaambia watu istawu, hatta idha lam yara fihinna khalala taqaddama fakabbar, mpaka anapokuwa sasa hakuona upogo wowote kule, dosari yoyote, labda safu imepinda, akishaona watu wamenyoka sawa sawa, anasogea mbele, anakabbir. Asema wa rubbama qaraa surata Yusuf, na huenda akawa anaisoma surati Yusuf au an-Nahl au nahwa dhalika fi ar-rak'ati al-ula, surati Yusuf au surati an-Nahl. Hata kuthibitisha kwamba jina la sura hii inafahamika kwa suratu Yusuf. Ama majina mengine watu huyataja tu, lakini hasa jina lake ni suratu Yusuf. Hii ni sura ya ngapi katika msahafu? Sura ya ngapi katika msahafu? Sura ya 12, kwa sababu Hud ni sura ya 11, Yunus ni sura ya 10, Tauba ni sura ya 9, Al-Anfal ni ya 8, Al-A'raf ni ya 7, Al-An'am ni ya 6, Al-Maida ni ya 5, An-Nisa ni ya 4, Al-Imran ni ya 3, Al-Baqara ya 2, Al-Fatiha ndio ya kwanza. Kwa hiyo hii ni sura ya 12 katika mpangilio wa msahafu, imepangwa hivyo masahaba walivyopanga. Hasa katika rasmi ya Uthman ikaja hivyo. Malengo makubwa ya sura hii na makusudio yake ni kuwabainishia Waislamu kwamba siku zote hatima njema ipamoja na wenye kusubiri. Mafanikio na hatima njema kabisa iko kwa watu wenye kusubiri, pamoja na mitihani mingi sana na misukosuko inaweza kuwasibu watu, lakini mwisho wa yote watafanikiwa. Bayanu anna al-afiya wal-aqiba wal-fawza lilmu'minin as-sabirin رغم الابتلاءات والمحن والشدائد والكرب. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sura hii imeteremsha kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake na wale waliokwenda kwenye mwenendo wake,
wanapata taslia katika hili ili nafsi zao zipate utulivu, kwamba watu hupita katika atwar, vipindi na hali tofauti tofauti, na siku zote katika maisha ya ulimwenguni mambo hayaendi katika mtindo mmoja, mambo yanakwenda yakibadilika. Sasa hapa pana maliwazo ya kuwaliwaza watu. Maudhui ya sura hii ukitazama ni kuelezewa kisa cha Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, na hapa kuingizwa kisa cha nabii mwingine yoyote, kama ilivyokuwa katika baadhi ya sura nyingine zinavyokwenda tajwa kisa cha huyu kisha huyu kisha huyu kisha huyu. Tumesoma kwenye sura Hud visa vya mitume mbalimbali. Hapa pametajwa kisa cha nabii mmoja tu, lakini pametajwa ajabu na fadhila za Qur'an na namna uslubu wake ulivyokuwa kipekee katika kuaridhisha visa na habari. Haya ni katika mambo yaliyo chini ya maudhui hii kuu. Ile namna habari na kisa kilivyoaridhishwa, kimearidhishwa kwa ufundi na ufasaha wa hali ya juu. Kadhalika pametajwa ndani yake ndoto alizoota Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, na vitimbi vya ndugu zake na hasadi zao na njama dhidi yake, maelezo hapo. Kadhalika imetajwa habari za wasafiri waliomtoa Yusuf katika kisima, mahali ambapo alitupwa na ndugu zake humo, wakamtoa hapo, kisha wakaenda wakamuuza, na mitihani iliyompata alipokuwa akilelewa katika nyumba ya mtukufu kule Misri, na kutakiwa yeye na mke wa yule bwana mkubwa pale, na habari zake kutangaa, na yale yule mraatul azizi aliyoyafanya kwa wanawake wale wa Misri ili kujisafisha kwa lile lililofanya. Pia pakaelezwa habari za Yusuf kufungwa na kukaa jela, pamoja na kwamba ushahidi unaonyesha kwamba yeye ni mtu bari, lakini pamoja na hivyo akafungwa kwa kuwa hilo ndilo aliloliomba kwa Mola wake, akaomba mwenyewe kwa sababu ya kukimbia mitihani ya huko uraiani. Wakati mwingine mtu anaweza kuingia kwenye dhiki mpaka akatamani dhiki nyingine iwe kama faraja kwake. Mtihani mzito ukampata mtu akaona afadhali mimi nife. Kuna ambao wanaona hivyo, kuna afadhali kwenye kifo. Sasa Yusuf alitamani afadhali afungwe kuliko kukaa uraiani. Uraiani kuna nini? Njaa. Kuna wengine kwa sababu ya njaa, kwamba njaa sasa nikale jela, hata makula ni mara mbili au mara moja kitwala, kuna uhakika. Huko hakuna uhakika. La, kilichomfanya atamani afungwe Yusuf alayhi salatu wassalam ni vitimbi vya wanawake. Kadhalika imeelezwa kuhusu ndoto ya mfalme aliyoota na namna Yusuf alivyoitafsiri ndoto ile, jambo ambalo linaonyesha ukubwa wa elimu yake na kwamba yeye ni mtume. Na pia pakathibitishwa usafi wake, kwamba yeye yuko mbali, hana hatia, na suala la kutoka kwake gerezani mpaka kufikia kuchukua madaraka akawa mkubwa, kutoka mfungwa kuwa mpaka mkubwa katika nchi, ana nafasi, jambo lake likawa juu, likadhihiri. Pia sura ikaelezea makutano yake na ndugu zake. Yeye aliwajua, akawatambua kwamba huyu ni fulani, huyu ni Robin, huyu ni fulani, Yahudha. Ndugu zake hawajua, lakini wao hawakumjua. Baada ya vitimbi walivyomfanyia na miaka mingi kupita, wakapatwa na shida, na yeye ndiye bwana mkubwa huko, wao wajua tayari kashakufa siku nyingi. Alafu wakaja na shida zao, wakamkuta yule anayetatua shida zile ni ndugu yao Yusuf. Amri iko kwake. Walipoingia tu akawajua hawa ni ndugu zangu.
habari hiyo pia imeelezwa katika sura hii. Na pia vile vile akataka akutanishe na ndugu yake baba mmoja mama mmoja, kwa sababu hao wengine wote ndugu zake 11, yeye akiwa 12, ndugu zake wale 10 ni wa mama mwingine. Yeye ana ndugu yake baba mmoja mama mmoja akiitwa Binyamin. Kwa hiyo akataka kukutana naye au akutanishwe aje na yeye, pia vile vile kufanya hila na njama za kumchukua, na mambo yaliyomtokea mzee wao baba yao Nabiiullah Yaqub alayhi salatu wassalam, mitihani, kukosa watoto wake, kumkosa mtoto wake wa kwanza Yusuf, mtoto wake mwingine akalia mpaka akapatwa na upofu kwa sababu ya huzuni. Haya, kukutana tena Yusuf na wazazi wake katika nchi ya Misri na yeye kuwakirimu, pia jambo hilo limetajwa. Mambo ya tauhidi yametajwa na da'wa na mambo mbalimbali, tutayaona insha Allah katika mtiririko wa darasa zetu. Kwa ufupi, sura hii pamoja na kwamba imetaja maudhui kuu moja ya Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, lakini imesheheni fawaidi nyingi sana. Al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, katika kitabu Ad-Da'u wad-Dawa tunachokisoma sisi baada ya salati al-Isha kabla ya tarawih, kwenye kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa, ana maneno anayozungumza kuhusu sura hii. Anasema, wa fi hadhihi al-qissati min al-ibari wal-fawaid wal-hikam ma yazidu ala 1000 faida. Katika kisa hiki cha Nabiiullah Yusuf kuna mazingatio na faida na hikma zinazozidi 1000. Kuna mazingatio, kuna faida na hikma zinazozidi 1000. Kama mtu atazingatia vizuri kabisa, akataamal jambo la sura hii na kisa hiki cha Nabiiullah Yusuf, atayapata mazingatio hayo. Asema, la'allana in waffaqa Allah an nufridaha fi musannafin mustaqillin, huenda sisi Allah akituwafikisha basi tutatenga hizo faida na hikma na mazingatio katika tungo pekee, kitabu maalum. Tutaandika kitabu maalum ya kueleza hayo. Sijasikia kwamba Ibn Qayyim ana kitabu hicho. Alitamani kufanya hivyo, la adri faal au lam yafal. Lakini sisi mahali shahidi ni kuonyesha ya kwamba sura hii ina faida nyingi zaidi ya 1000, takriban zaidi ya 1000. Tulisoma kwenye darasa iliyopita, mliandika nyinyi nadhani kama faida 100 hivi. Nani aliandika zile faida? Nani kati yenu aliandika zile faida? Tulitaja faida 100 au zaidi. Nani anazo? Naam Sheikh, unazo wewe? Uliziandika? Uliandika ngapi wewe? Barakallahu fik. Mpaka 100 yule anazo. Kwa mkitaka elimu ya sura hii faida 100 mtazipata kule. Ziko zaidi ya 1000, lakini tunataja safari hii inshallah tutajitahidi tutaje kama 200 hivi au 300. Utaona sasa zapatikana wapi? Zimo. Ukikaa ukizingatia utaona zaidi ya faida 100, 1000, yasema zaidi ya 1000. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa ukisoma kwa mazingatio utapata kwamba hii hapa, kuna hii hapa, tena faida za kidini za kusaidia kwenye dini yako, na faida za kiakhlaq za kusaidia kwenye tabia yako na maadili yako, lakini faida za kuamiliana pia na watu, za kimiamala na watu, namna ya kuamiliana na watu. Kuna faida zaidi tena kubwa kabisa kumfundisha mtu. Kwa hiyo ukisoma sura hii ukaizingatia, lazima utakuwa na busara kubwa sana, kitu kilichokosekana kwa watu wengi.